kwa sababu ambazo hakuna mikataba ya uhakika inayowalinda nyie, kwa sababu ambazo hamna hata insurance mnapokuwa na shida. Lakini vile vile tuna matatizo kwamba Mungu ametubariki, lakini kwa sababu ya uongozi huu wa hovyo unaosababisha mambo yote haya, ikiwemo hayo ya kwenu ya kutokuwa na mikataba mizuri, bado hata bandari yetu hatujaitumia vizuri kwa ajili ya manufaa yetu. Matokeo yake ndio hayo tunayoambiwa kwamba bandari yetu imechukuliwa, imekabidhiwa kwa Waarabu wa Dubai mpaka mwisho wa dunia. Sasa kwa wale mnaojua vizuri, Dubai ni jangwa, ni nchi kadogo sana, ni jangwa. Na Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Leo wako milioni 3. Dar es Salaam peke yenu mko milioni 6. Sasa sisi watu milioni 65 hatuwezi kuendesha bandari, kwamba tumewapa watu milioni 3 ndio wamiliki uchumi wetu, waendeshe bandari na wachukue faida inayotoka huko. Hiyo mnaopeleka magari Zambia, mnajua kwamba mtu akichukua mzigo hapa akipeleka Zambia, tayari fedha imeingia kwenye serikali. Ukichukua mzigo ukitoa Zambia ukaupitisha hapa, tayari fedha imeingia kwenye serikali. Kazi yetu sisi kama nchi ni kukaa pale tukusanye hizo fedha, kwamba leo hatuwezi kukusanya, tumewapa Waarabu wa Dubai ndio wakusanye kwa niaba yetu. Wako milioni 3, sisi tuko milioni 65. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba uchumi ambao ungetumika kujenga viwanda ambao vingeweza kuajiri vijana wetu hatuwezi. Uchumi ambao ungetumika kujenga base kubwa ya collection ya nchi ili tuweze kuwa na uchumi wa kuajiri walimu, madaktari na watu wengine tupate maisha, tunauchukua tunausafirisha nje. Kwa hiyo tuna uongozi ambao unaumiza nchi hii kwa kiwango kikubwa, na ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha anashiriki kutoa madai ambayo yatatuwezesha kurudisha nchi hii kwenye mikono ya wananchi kupitia chama mtakachokiweka kwa kura zenu ili kiwajibike kwenu. Leo serikali hailazimiki kuwajibika kwa wananchi kwa sababu hawaamini kama kura yako inamweka au kumuondoa madarakani. Lakini kama kura yako itakuwa na nguvu ya kumweka mbunge akienda bungeni hatazungumza kuhusu maslahi na kujipendekeza kwa rais, hatazungumza kuhusu nyinyi. Ndio maana sisi tulipokuwa bungeni tulikuwa tunazungumza masuala ya wananchi, kwa sababu tuliwekwa na wananchi. Lakini Zungu hawezi kuzungumza kuhusu nyie kwa sababu amewekwa na rais. Ndio maana wanatumia dakika 20 kumsifu rais. Mama na kilemba kizuri, mama sio amefanya nini, barabara ikichimbwa hapo ni mama, polisi wakinunuliwa gari ni mama. Huyu mama mwenye fedha nyingi ambazo hakuwahi kuzitumia kununua magari kabla hajawa rais, leo tu kwa rais anaweza kununua magari ya polisi. Polisi wakivaa uniform, mama amewanunulia uniform. Hivi akitoka madarakani kesho ataendelea kununua magari na kujenga barabara na kujenga kile kitu? Na uwezo huu. Kwa nini ukitoka tu madarakani hela zako hizo za hisani unazotujengea flyover, unazotujengea barabara zinaisha ghafla? Kwa nini? Kwa sababu hizi fedha sio zake, ni za wananchi. Na wabunge wanajaribu kwa nguvu zote kufanya nyie mnaohangaika. Huyu hapa anayehangaika na matunda hapa siku nzima ili alipe kodi, baadaye hiyo hela anayolipa inageuka inakuwa ya Samia. Wewe unayehangaika na bodaboda mchana kutwa, unahangaika unauza maji, baadaye hiyo kazi ikikusanywa na serikali inakuwa ya mama, sio yako tena. Kwa nini? Ili usiwe na nguvu ya kuquestion wanapotumia vibaya fedha. Leo mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema kuna matumizi ya hovyo ya pesa za umma bilioni 571. Wananchi hampati uchungu kwa sababu mnaona hizo ni pesa za Samia zimetumika. Lakini ungekuwa unajua ni pesa zako, umepiga ngoma hapo upate pesa, ukienda kununua kiberiti umechajiwa kodi, hela yako inatumika hovyo, ungekuwa na uchungu kwa sababu hela yako inatumika hovyo. Kwa hiyo lazima tuwe na upeo wa kuelewa mambo haya. Kuliko yoyote duniani, watoto wenu wanazaliwa katika umaskini, wanakufa katika umaskini. Mnaishi kwenye nyumba ambazo hamstahili kuishi miaka 63 baada ya uhuru wetu. Tulitafuta uhuru ili tujitawale, ili tubadilishe maisha yetu.
ninawasihi sana msipuuze siasa. Mkipuuza siasa itawaumizeni nyinyi. Mtalipa kodi, wataitumia wachache, nyie mtabaki mnateseka. Tunahitaji mjitambue. Watoto wenu hawa wanahitaji elimu bora. Haiwezi kutolewa na hawa watu ambao kwa miaka 63 wameshashindwa kutoa hiyo elimu bora. Haiwezekani mnaishi kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi. Tunazungumza kuhusu maji, ndugu zangu. Miaka 63 tunazungumza kuhusu madawati shuleni. Tunazungumza kuhusu kura. Nchi hii na gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Unaenda nchi kama Norway, wana gesi. Leo mtu asiyekuwa na kazi Norway, serikali inamlipa kila mwisho wa mwezi kwa sababu hana kazi. Lakini watu wangapi mnaweza kunywa chai na mkara chakula cha mchana na mkara jioni? Mnadanganywa aliyoko juu mgoje chini. Mungu ndio ametupangia. Mungu yule aliyetupa dhahabu namba 3 duniani amepanga si tuwe maskini. Mungu huyo aliyetupa Serengeti na Ngorongoro alitaka si tuwe maskini. Mungu ambaye ameamua kutuweka kwenye nchi yenye ardhi kubwa ambayo inanyesha mvua alipanga tuwe maskini. Angetaka tuwe maskini angetuweka jangwani, asingetuleta kwenye neema kama hapa. Umaskini wetu ni wa kutengeneza. Wananchi wa Keko, jitambueni, muelewe tuna uwezo wa kubadilisha maisha haya. Chadema tunachopigania ni ili tuwe na ushindani. Ushindani ukiwepo ni nafuu kwa mwananchi. Mkiwa na duka moja hapa mtaani, mnisikilize kwa makini.